Shalom, shalom. Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 4 mstari wa 18 mpaka 19. Neno linasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji, maneno haya ya kutoka katika kitabu cha Luka mtakatifu ule mlango wa 4 na mstari wa 18 mpaka 19 ni maneno ambayo yanatoa utambulisho ama ni ujumbe wake Yesu Kristo mwenyewe, ambao naonyeshwa kuwa ametumwa na Mungu, si kwa mamlaka yake mwenyewe bali kwa nguvu ya Roho. Yesu Kristo anazungumza akiwa kama ni mjumbe ama ni mtume ambaye ametumwa na Yesu Kristo, ametumwa na Mungu, si kwa mamlaka yake bali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Anazungumza ya kwamba Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, na amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu wapate kuona, na kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yesu Kristo akiwa mjumbe wa Mungu alikuja duniani kwa ajili ya kuleta habari njema. Wako watu ambao walikuwa wamedhulumiwa, wako watu ambao walikuwa ni maskini, wako watu ambao walikuwa wamefungwa, wako watu ambao walikuwa vipofu, wako watu ambao walikuwa wamesetwa na wanatajwa kama walengo wa neema ya Mungu. Lakini Yesu Kristo alipokuja duniani alikuja kwa ajili ya kuhakikisha vipofu wote wanafunguliwa kutoka kwenye ile hali ya kuwa vipofu, maskini na wenyewe wanaendelea kufunguliwa, wale ambao walikuwa kwenye vifungo mbalimbali wapate kufunguliwa. Na Yesu Kristo baada ya kutangaza hiyo habari njema kwa wale watu, kazi nyingine ambayo alikuja kwa ajili ya kuifanya duniani ilikuwa ni kutangaza uhuru wa ndani na wa nje. Kwa hiyo tunapozungumzia habari za vipofu kupata kufunguliwa ama watu kutangaziwa kufungwa au wale waliofungwa kufunguliwa, hatumaanishi kufunguliwa kwa nusu. Manake tunazungumzia ni uhuru wa mtu kutoka ndani na nje. Ana uhuru ambao mtu anafunguliwa kuanzia ndani yake, ndani ya mwili wake. Kama ni magonjwa, mtu anafunguliwa kuanzia ndani mpaka nje. Lakini tunapozungumzia habari za kufunguliwa kwa minyororo, hatuzungumzii minyororo ya mwilini tu, maana ipo minyororo ya mwilini, lakini kuna minyororo pia ambayo tunazungumzia minyororo ya kuponywa mioyo, fikra na roho. Lakini vile vile Yesu Kristo, pamoja na kwamba alikuja kwa ajili ya kutangaza habari njema, pamoja na kwamba alikuja kwa ajili ya kutangaza habari njema kwa wale watu waliokuwa wamedhulumiwa, kwa watu ambao walikuwa wamefungwa na wale vipofu, na watu ambao walikuwa wameteseka kwa muda mrefu, na pia kabla akiwa amekuja kwa ajili ya kutangaza uhuru wa watu wakiwa ndani na nje. Lakini pia Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Tunapozungumzia mwaka wa Bwana uliokubalika, ni ishara ya neema, ni ishara ya msamaha na mwanzo mpya wa wanadamu. Kumbuka, wanadamu tulipoasi mbele za Mungu, uwepo wa Mungu ulitoka kwetu, tukajitenga mbali na uso wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja duniani kwa ajili yetu, ili afanyike kuwa ni upatanisho, afanyike kuwa ni daraja la kutuunganisha sisi upya na Mungu ambaye tulikuwa tumefarakana naye. Kwa hiyo mwaka wa Bwana uliokubalika ni ishara ya neema. Tunapozungumzia neema ni upendeleo, neema tunazungumzia kibali, lakini vile vile neema ni msamaha, ambao huu msamaha ni msamaha wa kuhakikisha kwamba
wanadamu tunaanza upya, lakini ni habari ambayo inatuhamasisha sisi wanadamu kwamba tuanze upya. Kwa hiyo tunapozungumzia neno hili tunajikita na tunalenga kwamba ni tamko linalotukumbusha kuwa kazi ya Mungu daima inalenga uponyaji wa haki, inalenga kwenye huruma na urejesho wa utu wa mwanadamu. Pendwa msikilizaji na mtazamaji, Mungu akubariki sana na Mungu akupe neema. Inawezekana umefungwa, inawezekana upo kwenye minyororo, inawezekana upo kwenye vifungo mbalimbali, inawezekana upo kwenye magereza mbalimbali. Kupitia neno hili ambalo nimeenda kulikumbusha usiku wa leo, la kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu ule mlango wa 4 na mstari wa 18 na 19, likafanyike kuwa ni daraja, likafanyike kuwa ni ufunguo wa kukutoa kwenye vifungo, likapate kuwa ni ufunguo wa kukuweka kwenye neema, kukupitisha kwenye neema na msamaha. Pia likafanyike kuwa ni uponyaji ndani ya mwili wako, moyo wako na maisha yako. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watu wote ambao Bwana umewapa neema ya kuweza kulisikia neno hili. Ninakushukuru kwa ajili ya kila moja. Sante Bwana kwa ajili ya neema yako. Sante kwa ajili ya kukubali kuja duniani kwa ajili ya dhambi zetu. Sante Bwana kwa ajili ya kufanyika kuwa ondoleo la dhambi na msamaha kwa ajili yetu wanadamu. Baba, tunakushukuru kwa sababu umeendelea kuwa mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kuwa ni mwenye nguvu. Ninakuja mbele zako Bwana kwa ajili ya kuomba juu ya watu wote ambao Bwana wamefungwa katika vifungo mbalimbali na minyororo mbalimbali. Mungu, ninakusihi uendelee kuwafungua na kuwaweka huru. Baba, ninakusihi uendelee kuwakumbuka watoto wako. Endelea kuwakumbuka watoto wako Bwana, wako walioko kwenye dhiki, wako ambao Bwana wako kwenye minyororo, wako ambao Bwana amefungwa na vifungo mbalimbali, wako ambao Mungu hawana amani kwenye mioyo yao, wako ambao Mungu hawana amani kwenye familia zao, wako ambao Mungu hawana amani kwenye ndoa zao, wako ambao Mungu hawana amani kazini kwao. Baba, ninakusihi endelea kuachilia amani, endelea kuachilia upatanisho, endelea kuachilia Bwana neema ya kufunguliwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, ninakemea kila kazi zote za adui Shetani, ninakemea kila mamlaka zote za giza, ninakemea kila nguvu zote za giza ambazo Bwana zinaendelea kutenda kazi katikati ya watu wako. Mungu, ninakusihi uendelee kusimama na kuonekana. Ninakusihi uendelee kujidhihirisha Bwana. Neno hili likapate kufanyika faraja. Neno hili likapate kuwa ni ufunguo Bwana wa kuwatoa watu kwenye vifungo mbalimbali. Likapate kufanyika kuwa ufunguo Bwana wa kuwatoa kwenye magonjwa mbalimbali, ya kuwatoa kwenye mateso mbalimbali, ya kuwatoa kwenye laana mbalimbali. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu kwa sababu utaendelea kusimama, utaendelea kusema na watu wako, utaendelea kusimama kwa ajili ya watu wako. Baba, ninakushukuru kwa sababu utaendelea kuwa mwaminifu na umeendelea kuwa mwaminifu leo Bwana. Tunaendelea kukuita Bwana kwa utukufu wako, tukiomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Nimekuona Remigius Pasco, Mungu akubariki sana. Joseph Mpina na wengine wote ambao mnaendelea kutufuatilia, neema ya Mungu iwe pamoja na nyinyi. Niwatakie usiku mwema.